Tausi FC ya Dar es Salaam wakiwa ni wageni wa Simba Sports Club katika moja kati ya mchezo ambao bila shaka kama ambavyo nimekusimulia, timu ya Tausi ikiongozwa na nahodha wake Mwanahamisi Omari tayari wakisalimiana kwa pamoja kabisa kuashiria kuwa mchezo huu utakuwa ni wa kiungwana. Unakwenda kuona ama kuonyesha vile ambazo wengi wanataraji kuona. Na hicho ndicho kikosi cha Simba, hakina mabadiliko sana na kile kilichocheza mchezo dhidi ya JKT Queens. Tayari waamuzi wako pale na Mwanahamisi Omari nahodha wa Tausi amekushafika pale, na anayesubiriwa sasa ni nahodha wa timu ya Simba. Na hicho ndicho kikosi cha Tausi 4-3-3. Wanatumia mfumo ambao pengine kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa kikwazo ama kipingamizi kwa Musa Hassani Mgosi. Tayari nahodha wa timu ya Simba Janet Barama, Elizabeth Kes, Irene, hawa wote kama nilivyokufahamisha. Huyo ni Musa Hassani Mgosi kama ambavyo nimekufahamisha, msakata kabumbu wa zamani wa timu ya Simba. Kama nilivyokufahamisha, moja kati ya waamuzi wa kongwe kabisa, akiangalia kwa usahihi kabisa muda wake ili kuona namna ambavyo anaweza akazisimamia sheria 17 za mchezo huu. Wanapeana hamasa, na huyo ndio kocha wa timu ya Tausi. Karibu katika dakika 90 za mchezo wa ligi ya wanawake Tanzania. Simba imerejea tena katika dimba la KMC baada ya michezo yake miwili kushuka pale Chamazi Complex. Anaweka kwenye nafasi, offside, kataliwa bado. Penyeza pasi ya upendo, wanajichanganya, bado wanaendelea kunufaika. Josephine Julius, ni foul. Judicel, mpira ambao hafifu na kuwa mboga kwa mlinda mlango wa Turo. Elizabeth Mutukiza wanaipoteza ile, anaiweka tena vizuri, lakini kumeonekana kwamba kila upande unatafuta bao la kuongoza katika dakika za mwanzoni. Gentress Shikangwa inafika moja kwa moja katika umiliki wa goalkeeper Ngore Chelsea. Ile sasa napita kwa kasi, Zaina na Ndende, hatari, kabisha mpira ulokwenda nje kwa nafasi moja murua kabisa. Vivian, yule ni jezi yake nambari 21, kwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuweka mpira ule ndani ya nyavu. Josephine Julius fanikiwa kutoka, bado hatari katika lango la Tausi. Bao la kwanza, na ni kama vile walikuwa wakilazimisha Simba. Shughuli ilianzia hapa ambapo Fasira Odhiambo alipoweza kuwachanganya na kuwatoka walinzi wa timu ya Tausi. Mpira ambao uliguswa na Gentress Shikangwa unamaliziwa. Nafasi nyingine kwa Simba, wanashindwa pia kuitumia. Haya, Gentress anaweka tena ndani kule, bao la pili. Ni kujipigia tu vile wanavyotaka, lakini mambo si shwari sana, mambo yanaonekana bado magumu. Hakuhitaji sana kupoteza muda na ule mpira, namna ambavyo alivyoweza kucheza inakuwa ni rahisi kwake kuweza kupata ama kufunga bao lile. Gentress, goalkeeper anacheza Chelsea Ngore, daka unamtoka. Yote inaashiria kwamba hapa kuchezeka mchezo wa kiungwana. Alidaka ule mpira ukamtoka, alipotiwa msukosuko na Lucy Ingosi, akaudhibiti tena.
lakini mwamuzi anasema hii ni foul. Tengeneza tena shambulizi lingine Zidane, Zaina na Ndende Simba. Haya, hatari, nafasi nyingine, pandisha mpira ule juu kabisa. Alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuipatia timu yake bao. Haya, Zaina, foul. Fika tena kwenye njia, nafasi kwa Simba hiyo, anaitoa tena kwenye njia, goli la tatu, goli la tatu. Na hii inaonyesha ni dhahiri kwamba mbinu na mipango sasa ya benchi la ufundi kwa Tausi FC yamefikia tamati ama ukingoni. Gentles Shikangwa aliupiga vile vile mpira ule ulivyokuja, na anakwenda kukandamiza msumari wa tatu. Pandisha mpira Jacques Albert, nafasi nzuri, hatariwa bado. Jacques anaweka shuti lile la moja kwa moja, mpira unafika kwa goalkeeper Ruth Aturo. Basi karibu katika dakika nyingine ya 45 za kipindi cha pili, Simba Queens wakiwa ni wenyeji katika mchezo huu, wako mbele kwa mabao matatu dhidi ya Tausi FC. Timu zote za Dar es Salaam. Ni foul, kataliwa tena, bado anachezwa. Refa anasema ni foul, tapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Tausi. Mpira wa adhabu, cheza ule mpira unarejeshwa, bado Simba wanajaribu kucheza, jaribu kucheza tena, bado katikati hapa, bado wachezaji wa timu ya Tausi hawajaelewana. Haya, anapita kwa kasi, anaweka tena kwenye njia, Odhiambo anapoteza, kuja tena maridadi kule na kwenda mpira rejea kwa goal kick. Nafasi nzuri kabisa ya kuweza kupata bao la 4 kwa upande wa Simba, lakini tayari kile kibendera kilikuwa juu. Kataliwa, bado anacheza tena. Piga mpira wa mbali huku akijaribu bahati. Diara, kona juu. Katenda sasa Tausi, beki mmoja, nafasi Diara kwenye nafasi nzuri, finya maridadi. Diara bado anapunguza tena, Diara anapoteza nafasi ile. Diara fanikiwa kumpunguza mtu wa kwanza, akampunguza tena, mithili ya mtu ambaye anakanda unga wa ngano tayari kwa kutengeneza chapati. Namna ambavyo unavyoweza kuona anavyoipindua. Haya, kwenda tena kwenye nafasi, wanakaribia kupata kile wanachokihitaji. Imefika ile vizuri sasa, Zainab na Ndende. Zainab jibiwa tena, machezwa vizuri, kwenda kuangalia hali halisi iliyomkuta mchezaji yule. Wanatengeneza nafasi sasa, pigwa mpira maridadi, Matoba chezo na Fatum, tolewa ile pasi hafifu. Dakika 90 zinamalizika za mchezo wa ligi ya wanawake Tanzania. Kila mmoja anakubali
na wanakubaliana na maamuzi ya muamuzi, wakati dakika 90 za mchezo huu zinamalizika Simba Queens 3 Tausi FC 0.